Yes, mambo vipi? Leo bwana, nilikuwa nataka niliweke wazi kuhusu swala la kwa nini sisi wa Tanzania, sawa, nchi yetu huwa haitambuliki kwa haraka kama mataifa ya wenzetu. Mfano hata nchi za jirani hapa waga, mara nyingi ukikutana na wageni ambao kama kwa wenzetu ambao wako nje, wakiulizwa unatokea wapi, mtu akisema anatokea Tanzania, yani unatumia nguvu nyingi sana kumweleza. Iko hivi, kitu ambacho sisi tunakosea cha kwanza, huwa hatukubali vya kwetu. Umeelewa? Huwa hatuvikubali vya kwetu, tunashadadia sana vya wenzetu, yani tunaamini sana wanapofanya wenzetu kuliko ambavyo tunafanya sisi. Mfano, wewe unaona kama wasanii kama kina Wizkid, kina Burna Boy na wasanii wengine ambao wanaiwakilisha Afrika. Kwa nini wanaonekana wao wanaiwakilisha Afrika? Ni kwa sababu wana ile attitude ya Uafrika. Tumeelewa? Sisi tunaweka ile, tunapenda ile kuigana. Mfano kama muziki wa Singeli. Sisi huu ni muziki ambao ungekubalika, tungeukubali wenyewe kwanza, afu tukaupeleka kusema huu muziki wetu wa asili. Hakika ungetutambulisha kwa ukubwa, kwa sababu kuna ule ukwetu ule. Umeelewa? Leo hii hata ukiangalia kwenye swala la muonekano, unajua sisi tunapenda sana kuiga. Kumbe tungekopo na ule unacho ule Uafrika fulani. Umeelewa? Ni rahisi sana mtu ambaye yuko nchi za kigeni kusema kina nani hawa. Ndio maana hata Uganda wenzetu wametushinda. Sababu kubwa ya nchi yao kutambulika ni wana ile ukwao ule, kujiamini kwenye ile, hata kama kichafu kibaya, wao ndio hicho wanakipost. Sisi unapenda sana maigo kuweka kama ile umepost picha sio clear, sio chafu, ni mazingira sio mazuri. Wenzetu mbele wanachokiangalia ule ukwenu, yani kile saa kibani, lakini cha kwako. Hile ndio inafanya mzungu kumvutia na kuona kitu cha utofauti. Uwezekano wewe unasema unaimba bongo flavor, alafu unataka kwenye maazi ya zile flavor uwe kama uko mbele nini na nini, alafu unataka yule ambaye yuko mbele ya kuangalia hicho kitu ambacho ni uongo. Na ndio maana ilitokea kwa Singeli, kama mfano wa kina Misondo zile walivyokuja kuleta ule ukijijini fulani, makoti machafu yale nini, uasilia fulani, walipokelewa sana nje, walionekana sana. Kwa sababu gani? Kimekuwa cha tofauti. Kwa sisi hapa, cha kwanza ambacho kinatochelewesha kwenye industry, huwa tukubali vile vya kwetu. Sawa, mtu anaweza kaa na kitu chake, lakini akanyong'onyeshwa na wananchi wake wenyewe. Yaani wananchi hao wanamwangalia, hao ndio wanamnyong'onyesha na kumfanya ajisikie unyong'ofu, na kwamba na kuona kama sio chake sio bora, kama cha wanachofanya wenzao kile ndio bora. Kumbe haiko hivyo. Yaani wewe unatakiwa ukubali hicho ambacho unakifanya wewe. Yaani amini hicho ndio cha kwako. Hata kwenye uhalisia wa kushoot video nini, mara nyingi wa Tanzania tukiangalia wasanii wetu wanaiga sana, wanakopi sana muonekano, copy style, copy. Kumbe una muda mwingine ule muonekano ule wa ubaya ule weusi ule ndio wazungu wanavutiwa, ndio wanasema where this country, au watu wanafurahia kwamba hii nchi iko wapi bwana, hii nchi iko Afrika, Tanzania. Ndio wanashangaa kumbe Tanzania. Lakini mpaka leo watu wengi ambao wako mbele swala la Tanzania bado. Ni kwa nini? Sisi wenyewe kwa natakiwa tukubali vya kwetu, ndio wa kwetu nao tusupport. Leo hii mtu kuna product labda anataka, mfano mimi let's say designer, mimi napotaka kuuza nguo ili nguo yangu iuzike hapa kwenye soko langu, ile nguo nikiweka logo yangu, ile nguo inaweza isiuzike. Lakini ile nguo nikiitengeneza labda piece kadhaa, t-shirt brand new nini, alafu nimeweka logo made in China, zile nguo mtu akiona logo made by China zitanunulika zaidi kuliko mtu akitengeneza brand yake afanyika made in Tanzania.
mara chache sana kuuzika. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo. Asanteni sana jamani, karibuni Twins Fashion, mambo ni mazuri sana.